Bwana asifiwe. Amen. Tusalimiane hewani. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante, nashukuru Mungu kwa sababu ya kuweza kutuleta mahali hapa siku ya leo, ikiwa ni siku kuu, siku ya uimbaji, siku ambayo kwa hakika naamini ya kwamba imeweza kuandaliwa na wanajoronyori ili iweze kuwa ni siku nzuri ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo, na katika maisha yetu na ndani ya maisha yetu aweze kutekeleza yaliyo mapenzi yake. Na kwa hivyo nashukuru kwa sababu katika haya yote Mungu wetu ni mwema. Nashukuru kwa sababu nilipokuwa hapa, nilikuwa hapa tena siku ya wanakwaya hapa nilikuwa siku ya wanakwaya, na ilikuwa tu ni siku ya Sabato, na tena leo imepatikana ya kwamba nikaweza kupatikana. Huyu ndugu alikuwa ameniambia kwamba siku ya leo inafaa niweze kuwa hapa, na nikaweza kukataa kweli, lakini sasa tena nikajikuta ya kwamba niko hapa. Ya sasa hapa ananiambia, nilikwambia yote nimewachia Mungu ametenga. Haleluya. Kwani ni kwamba siku nilikuja hapa nilikuwa niende upande wa Thika, lakini nikafikiria mara ya pili, nikajiuliza Thika na nyumbani ni wapi bora? Nikasema nyumbani ndio bora. Na ndio sababu siku ya leo tuko hapa na tuko pamoja. Haleluya. Amen. Nashukuru kwa sababu nimekaa sana bila kuweza kuwaona. Nimewaona, nimefurahi. Wana Imasi, nimefurahi kwa kuwaona. Amen. Na naamini ya kwamba mipangilio ya crusade iko, na naamini ya kwamba Mungu akitujalia ataleta mafuno mengi ndani ya imani. Amen. Na tutakuwa na mambo mengi na washirika wengi ambao itakosa kueleweka wametoka wapi, lakini kwa sababu yote Mungu anaweza na Mungu ndio mwenye kazi, naamini ya kwamba yote ataweza kuyatekeleza. Haleluya. Amen. Tunaingia moja kwa moja katika siku yetu ambayo ni siku ya uimbaji, na kwa sababu muda wetu umeenda, naamini ya kwamba hatutakuwa na mambo mengi. Letu ni kusoma fungu la kuweza kuliweka kwa mawazo, fungu ambalo tumeweza kusomewa. Ningetamani mtumishi Maya naweze kuturudia fungu hilo. Ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 15, fungu lake ni fungu la 3, ama aya yake ni aya ya 3. 15 mstari wa 3, kitabu ni cha Ufunuo. Yohana maandiko yanasema namna hii. Nasema, nao waimba wimbo wa Musa, nao waimba wimbo wa Musa, mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo, wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli, njia zako mfalme wa mataifa. Naam. Fungu hili ni fungu tamu, ni fungu la pekee sana katika Biblia. Ni kwa nini ni fungu la pekee? Ni kwa sababu ni fungu linajumulisha mwanadamu na Mwokozi wake katika kutukuza na wimbo wao, ya kwamba wakati Mungu anapotukuzwa, naye mwanadamu ambaye ni Musa pia naye anatukuzwa. Maana yake ni kusema ya kwamba ni mapenzi ya Mungu, kama vile ambavyo Mungu anainuliwa,
mwanadamu Mkristo aweze kuinuliwa hivyo hivyo. Na ndio sababu mtumishi akasema maneno haya ni kitabu kinaitwa The Desire of Ages. The Desire of Ages 281 paragraph 4. Na pendelea kusoma hii nukuu, maana ni nukuu inayohusiana na uimbaji, na inapohusiana na uimbaji tena inatujumuisha pamoja katika kumtukuza Mungu katika siku ya Sabato. Sasa mwandishi akasema haya: The Sabbath calls our thoughts to nature and it brings us into communion with the Creator. In the songs of the bird, the singing of the tree, and the music of the sea, we still may hear his voice who talked with Adam in Eden in the cool of the day. And as we behold his power in nature, we find comfort. Ni nukuu mrefu, lakini mwandishi anasema ya kwamba ni katika siku kama ya leo, siku ya Sabato, Mungu anaita mawazo yetu na mafikira yetu na analeta pamoja katika maumbile yake, na katika hayo maumbile tunakuwako na uhusiano wa karibu na yeye Mungu wetu aliye ni muumba wetu. Na tukiweza kuwa na mahusiano ya karibu na yeye, tunasikia sauti za ndege, tunasikia sauti za miti, tunasikia sauti za bahari. Na tunaposikia hizo sauti, tunasikia ni kama sauti iliyosema na Adamu na Hawa wakati walipokosea wakatoka mikononi mwake, na walipokuwa hawana tumaini wakasikia sauti ya tumaini, na waliposikia sauti ya tumaini wakaweza kuletwa karibu na Mungu. Na kwa hivyo mwandishi anasema ya kwamba siku ya leo, siku ya Sabato, tena siku ya uimbaji, ni siku ambayo Mungu anakusudia kutuita sisi, na atakapotuita tutasikia sauti ambayo ni ya upole, sauti ambayo ni ya upendo, sauti ambayo itakayotuleta karibu na yeye. Na itakapotuleta karibu na yeye, tutasema vile kama Adamu alivyosema ya kwamba nimesikia sauti yako nikajificha. Nasi tutamwambia Mungu kwamba tumesikia sauti yako, na badala ya kujificha tutakaribia Mungu wetu na ataweza kutuelezea mambo mazuri. Haleluya. Na kwa hiyo siku ya leo, ikiwa ni siku ya Sabato, Mungu amekusudia tuweze kusikia sauti yake, na tutakaposikia sauti yake, anasema ya kwamba tutasikia uwepo wake pamoja nasi, na tutakaposikia uwepo wake pamoja nasi, kwa hakika tutasema kweli Mungu amekuwa pamoja nasi, na Mungu amekuwa kimbilio letu. Na ndio sababu mwandishi mmoja akasema, watu wengi wamefikiria kwamba mimea haina nafsi, na watu wengi wanaona mimea si kitu, wanaona tu ni mimea tu. Lakini mwandishi mmoja ambaye ni mwanasayansi akasema, alipokuwa anachunguza sana kwa makini, alikuja kuelewa kwamba mimea naye ina nafsi. Ni kwa nini mimea ina nafsi? Akasema ya kwamba alifanya utafiti na akaweza kutengeneza ama akaweza kupanda mimea mahali ambapo kuna muziki. Na alipopanda mmea mahali ambapo kuna muziki, na akapanda mmea mwingine ambao mahali hakuna muziki, lakini alipokuja kuzadani kwamba mmea uliokuwa unakuwa mahali kuna muziki ulikuwa unanawiri na unakuwa haraka kuliko mmea ambao uliokuwa hauko mahali kuna muziki. Na kwa hiyo akasema ya kwamba
unapofikiria juu ya wimbo, usifikirie tu wimbo ni wimbo, bali fikiria wimbo ni jambo ama ni kitu ambacho Mungu alikitengeneza ili kuweze kufanya moyo wako kuweza kukua, kuliko moyo ambao unakuwa mahali ambapo hakuna muziki. Na akasema, na katika jambo hilo, huyu ni mwanasayansi, akasema, na katika jambo hilo anaambia kila nyumba iweze kuwa na muziki kila wakati. Maana nyumba ambayo ina muziki kila wakati, na si muziki yeyote, bali muziki ambao ni wa kuleta mtu karibu na muumbaji wake, ni wimbo ambao unaweza kufanya nyumba zetu na maisha yetu yaweze kuendelea. Amen. Na ndio sababu ninaposikia siku ya leo ni siku ya uimbaji, ninaona kwa hakika Mungu amekusudia siku ya leo kwamba kama ulikuja ukiwa wewe ni mdogo katika mambo ya kukua, utatoka ukiwa wewe ni mkubwa katika mambo ya kukua katika kiroho. Haleluya. Na ndio sababu akasema ya kwamba kwa hiyo wimbo si wimbo tu, bali wimbo ni wimbo wa pekee sana katika maisha ya mwanadamu. Na kwa sababu hiyo ndio sababu mwandishi akaandika maneno haya. Akasema, sasa huyu sasa si mwanasayansi, sasa huyu sasa ni mtu ambaye tunamwamini sana, ambaye amefunguliwa maneno mengi na Mwenyezi Mungu. Na akasema maneno haya, akasema hivi, acha nitafute hiyo nukuu. Akasema maneno haya, akasema, music is a heavenly origin, ya kwamba uimbaji ama muziki chanzo chake na asili ya great power in music. Kuna nguvu nyingi kweli katika uimbaji. Tena akasema it was music from the organic throne that thrilled the heart of the shepherd. Anasema sasa, hiyo nukuu ameitoa katika kitabu kinaitwa Selected the Messages book 3 page 334 paragraph 4. Anasema ya kwamba kuna nguvu katika wimbo, nguvu ambazo si za kawaida. Na ili watu wajue ya kwamba kuna nguvu katika wimbo, sasa mwandishi anasema ya kwamba wimbo ulipoimbwa wakati Kristo alipozaliwa. Maana Ayubu anasema ya kwamba Ayubu 38 fungu lake la 7, soma mtumishi tusikie pale. Inasema Ayubu 38 fungu lake la 7 inasema 38 fungu lake la 7 inasema namna hii. Inasema Ayubu 38 fungu lake la 7 inasema hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Biblia inasema ya kwamba Ayubu sasa anasema ya kwamba wakati Yesu alipozaliwa, maana ananukuu Yesu sasa akizaliwa. Sasa hiyo ni kitabu cha Luka 2:13-14 na 15. Anasema ya kwamba wakati nyota za mbinguni zilizoimba na wana wa Mungu wakaimba. Sasa tena wengine anasema ya kwamba wakati wimbo ulipoimbwa, wale mamajuzi, wale ambao waliokuwa wanachunga kondoo, walisahau na kondoo zao, walisahau na mifugo yao, wakawachana na mizigo yao, wakawachana na mifugo yao. Na walipowachana na mifugo yao, wakaenda kutafuta mahali Masihi amezaliwa. Basi anasema ya kwamba wimbo una nguvu kiasi hicho, inafanya uweze kusahau na kazi zako zote, kama vile ambavyo tumesahau na kazi zetu, tukawachana na kila kitu yetu, na tukaweza kuja katika kanisa kumwabudu Mungu. Maana uimbaji una uwezo na nguvu zake. Haleluya. Na kwa sababu uimbaji una nguvu, na kwa sababu sasa tunataka kuelekea na kuendelea na katika mahubiri yetu katika wimbo, hatuwezi tukaendelea tukiwa hatuna nguvu za wimbo. Na tunatarajia sasa wanaojoronyori watupatie wimbo ambao una nguvu, ili uweze kutuinua na tuweze kuwa na nguvu za kuweza kuhubiri. Haleluya. Wanajoronyori kwa wimbo zake. Wimbo unakuleta karibu na Yesu. Na ndio sababu mwandishi akasema ya kwamba
As a part of religious service, singing is as much an act of worship as in prayer. Maliza anasema ya kwamba katika ibada uimbaji ni sawasawa na maombi, na vile maombi inavyofanya hivyo ndivyo uimbaji unafanya katika maisha ya mwanadamu. Ndio sababu hiyo mwanasayansi alipokuja kugundua ya kwamba kumbe katika mmea kuna nafsi ambazo zinaweza kuwa hai kwa sababu ya uimbaji. Tena huyu mwanasayansi akajaribu kutibu mtu, maana alikuwa ni daktari, akajaribu kutibu mtu mahali ambapo kuna muziki na mahali ambapo hakuna muziki, na akaja kugundua kwamba kumbe mtu ambaye anayetibiwa mahali kuna wimbo, kumbe huyo mtu anapona haraka kuliko mtu ambaye anatibiwa mahali ambapo hakuna muziki. Na alipoona hayo akasema kwamba, akaonya ulimwengu, akawaambia kwamba basi nyinyi wa ulimwengu, mnapofikiria kucheza na vitu vingine, msiweze kujaribu kucheza na kitu kinaitwa muziki. Hivyo ndivyo alisema, kwa sababu muziki unaweza kulipua, muziki unaweza kuharibu kila kitu watu wakiingilia muziki. Na ndio sababu sasa leo hii tuko ndani ya ibada wakati wa uimbaji. Na ndio sababu nilipokuwa hapa nikawaambia kwamba hata mimi ambapo mnaponiona hapa si kuingia kanisani kwa sababu nilihubiriwa mahubiri mengi, bali niliingia kanisani kwa sababu uimbaji uliimbwa. Mimi ni mazao ya uimbaji. Maana nilihubiriwa Bible study. Bible study haikuweza kunivuta, lakini nilipokuwa nimekaa kwa duka yangu nikaona watu wanachomoka, na saa hiyo walikuwa wanamaji, wakimaji, wakaja wakasimama mbele ya duka yangu, wakaimba wimbo. Walipoimba wimbo, nikasikia huo wimbo, sijawahi kusikia kitu kama hiyo dunia. Tena wakaongezea ingine, tena wakaongezea ingine, wakaongezea ine. Walipoongezea ine wakaimba ya kusema kwa hili sasa wanatoka mahali tuko. Walipokuwa sasa wanaelekea, nilifunga duka nikawafuata. Nilipowafuata wakaenda wakaweka stage mahali nyingine, wakaimba nyimbo. Waliponyimba nyimbo wakasema kwa hili nyingine, nikawafuata mpaka mahali ambapo walienda. Nilipoenda wakasema kanisa letu liko hapo juu. Sasa hii kanisa ya mimi iko hapo juu. Sabato iliyofuata nilijikuta kanisani. Amen. Hadi wa leo niko kanisani. Amen. Ni kwa nini niko kanisani? Ni kwa sababu wimbo una nguvu zake. Amen. Na wimbo hauwezi kuzuia mtu kuimba wimbo. Hauwezi kuzuia mtu kuwa na hisia za kuimba wimbo. Maana wimbo una hisia zake, na hisia zake zi za mwanadamu. Amen. Wimbo hisia zake ni za Mungu. Na ndio sababu unaona watu wengi wanapoimba nyimbo, wengine kama Wanyambura hupenda kuimba nyimbo wakati wamefunga macho. Sasa hauwezi ambia Wanyambura fungua macho na hisia zinamwambia funga macho ili wimbo uweze kuingia. Amen. Hauwezi kuzuia. Hauwezi kuzuia mtu kuimba wimbo wakati anaposikia ya kwamba ili niweze kusikia nimeimba, ninasikia niruke ili nisikie kweli nimemuimbia Mungu. Maana wimbo una nguvu zake na una hisia zake. Na ndio sababu hata wakati Daudi alipoona sanduku la Mungu limetoka mahali lilikuwa limeenda, alipoona akasikia furaha. Maandiko inasema ya kwamba aliimba mpaka nguo zikatoka. Mbona nguo zikatoka?
amuitukuze Mungu nazo. Na ndio sababu walipoimba wimbo, maandiko inasema ya kwamba wakati walipovuka katika bahari ya Shamu, Musa alisahau ya kwamba yeye ni kiongozi, Miriam alisahau ya kwamba yeye ni kiongozi, wakaweza kuimba wimbo na wakaweza kusema maneno makuu ya kwamba wewe Mungu, matendo yako ni ya haki na ya kweli. Unajua, ukielewa wimbo ni nini na ukielewa Mungu wako ni Mungu wa aina gani, hauwezi kuzuiwa na mtu yoyote kumtukuza Mungu vile ambavyo unavyosikia kwamba utamtukuza Mungu. Maana Mungu huyo ndiye unayejua ni namna gani unayestahili kumwimbia. Mtu asikwambia kwamba usimwimbie Mungu wako hivyo, kwa sababu Mungu, maandiko inasema ya kwamba nao wataimba wimbo wa Musa. Ni kwa nini wataimba wimbo wa Musa? Ni kwa sababu wamepitia matendo ya Musa, ambao matendo ya Musa ni upole na utu wema katika maisha yetu. Maana yake ni kusema ya kwamba wale wote ambao wataimba wimbo wa Musa, tabia ya Mungu ya Musa lazima iweze kuwa ndani yao. Maana Musa alikuwa ni mpole mpaka Mungu akasema ya kwamba sijawahi ona mtu mpole kama Musa. Kwa hiyo kama tutaimba wimbo wa Musa, ni lazima sisi zote tujifunze kuweza kuwa watu wapole, watu ambao hawana kizazi, watu ambao hawana chuki, watu ambao hawezi kujilipiza, watu ambao hawezi kutaka wengine waweze kupata mabaya. Lakini unaona washiriki siku hizi, ukiona mtu ambao amenawiri, ukiona mtu anajua kuhubiri, unasikia vibaya na wewe unasema ni mtumishi wa Mungu. Hakuna. Maana mtumishi wa Mungu Musa hakuona kijicho kwa yeyote, na ndiyo sababu maandiko inasema ya kwamba nao wataimba wimbo wa Musa mtumishi wa Mungu. Na wimbo huo, maandiko inasema lazima tuweze kufundisha watoto wetu wimbo huo. Na wimbo huo hauimbwi na yoyote. Na ndio kama kanisa tunaimba, tunasema ya kwamba wasiimbe wao wasioamini, watoto wa Mungu ndio, watoto wa Mungu ndio wasiimbe wao wasioamini. Watoto wa Mungu peke yao ndio wanaostahili kuimba wimbo. Na ndio sababu wana kwaya, mnapoimba wimbo ni lazima muweze kujiuliza, ni nani huyu tunayemtukuza? Je, vile ambavyo nimevaa, je, ninastahili kutukuza Mungu wangu jinsi ambavyo nimevaa? Watu watakapoangalia na Mungu atakapoangalia, angalie kichwa yangu. Je, ninastahili kumwimbia Mungu huyu? Watu watakapoangalia mavazi yangu, watu watakapoangalia vile ambavyo nimejipodoa, je, ninastahili kumtukuza huyu Mungu? Maana maandiko inasema ya kwamba, na mwimbaji na mwandishi akasema ya kwamba uimbaji ni sehemu ya ibada. Basi ikiwa uimbaji ni sehemu ya ibada, je, nitamwimbia huyu Mungu wangu kivipi? Mungu akiangalia wale watu wanaomwimbia, je, atanihesabu mimi ni baadhi ya mmoja wa wale ambao wanamwimbia kwa kweli na kwa haki? Maana maandiko inasema ya kwamba ni lazima tuweze kujua ya kwamba
uimbaji ni sehemu ya ibada. Na ndio sababu mwandishi akasema ya kwamba katika kitabu ya Mithali, mfundishe mtoto wako jinsi ya kuenenda, ili atakapokuwa mkubwa hata sahau na hiyo njia. Je, watoto wetu wanapoangalia jinsi tunavyomwimbia Mungu, je, wanaweza kusema kweli tunamwimbia Mungu sisi? Wanapotuangalia na waangalia watu wa nje vile wanavyomtukuza Mungu, watasema kweli sisi tunamwabudu Mungu ambao ni wa kweli na wa milele. Maana maandiko yanasema ya kwamba ni lazima tumwimbie katika akili na katika roho. Na wale watu ambao wanaomwimbia katika akili na katika roho, ni katika akili gani? Ni katika akili ya kumwelewa Mungu wao anastahili kutukuzwa namna gani. Na ndio sababu ni lazima uimbaji uweze kueleweka. Ni lazima tuweze kuelewa ni jinsi gani na namna gani tunastahili kumwimbia Mungu. Na natamani wanajorojoro, maana ninatamani tuweze kusikia wimbo katika roho na katika akili, ili huo wimbo uweze kutukafuta karibu na tumkaribie huyu Mungu ambaye ni muumbaji aliyeziumba vitu vyote. Wimbo katika roho na katika akili. Wanajorojoro, ati Yesu anatuita tuweze kuingia katika chemchemi bila nini? Bila gharama. Kwa sababu wokovu wa Yesu hauna gharama. Aligharamika na yote ikamalizika. Haleluya. Amen. Ndio sababu walipojaribu kuzuia uimbaji, maana walijaribu. Maana wale ambao wanasoma historia jinsi ambavyo Mungu aliweza kuinua kanisa lake, wanajua kwamba kuna wakati ambapo ilifikia wakaanza kuwa wahubiri, wakaanza kuwatesa kweli. Lakini kadiri walipoendelea kuwatesa, wakasema ya kwamba tumefunga Biblia, hatutaki kuona Biblia zinasoma na watu. Na walipofunga Biblia, wakasagaa sana watu wanakuwa Wakristo wengi kuliko wakati ambapo walipokuwa wanasoma Biblia. Ndipo wakaita kamati na wakaulizana, ni nini hiki ambacho kinafanya Wakristo waweze kuwa wengi na hali tumefunga Biblia? Walipokuja na jawabu, wakasema ya kwamba tumekuja kugundua kwamba tulizuia Biblia lakini hatukuzuia nyimbo. Na kwa hivyo Warumi wakasema kwamba hakuna Biblia, hakuna uimbaji. Ndio sababu Mungu alipoona ya kwamba uimbaji umekatazwa kanisani, uimbaji umekatazwa katika mikutano, akamuinua Martin Luther. Martin Luther alipoinuka, baadhi ya mambo ambao Martin Luther aliweza kusema ya kwamba haiwezi kufinyiliwa ni kitu ambacho kinaitwa muziki. Na akasema ya kwamba wale ambao wanazuia muziki wao wamepagawa. Wale ambao wanazuia muziki katika mikutano, katika manyumba yetu na katika makanisani, hao wametumwa na Ibilisi. Na aliposema hivyo, wale waliposikia nyimbo Luther anasema ya kwamba ziendelee kuwa na zinaimbwa, wakatengeneza kwaya pekee. Na walipotengeneza kwaya pekee, wakatokea katika mji wa Germany, wakatokea wakaimba wimbo. Walipoimba wimbo, watu wakasikia kweli watu wameimba, wakaanza kurudisha nyimbo kanisani, wakaanza kurudisha nyimbo katika mikutano. Na waliporudisha nyimbo katika mikutano, injili ikaweza kuwa na nguvu kuliko siku zingine zote. Na ndio sababu akasema
tunapoimba wimbo kama sisi kama wanakwaya, tusisahau ya kwamba kuna raia wamekaa chini wajatamani kuimba. Ndio sababu mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba wakati wowote ambao kuna kwaya day, tusije tukasahau kwamba kuna washiriki ambao nao wanatamani kuimba lakini hawakuwagi kwa sauti nzuri katika kwaya. Na kwa hivyo kuna kipindi kizuri cha watu wote kuweza kufanya nini? Kuweza kuimba. Sasa wanakoli satujeni, imbizeni kanisa wimbo wa congregation, wimbo mzuri, wimbo wa nguvu, ili umati uweze kuwa na nguvu hizo. Haleluya. Karibuni tuongoze kwa wimbo ulio mzuri wa watu wote. Walipoimba nyimbo za mikutano, wale waliokuwa wanawafinyilia wakaona ya kwamba hawana sababu ingine ya kuweza kuwafinyilia, na ndipo Warumi wakakubalia nyimbo kurudi katika mikutano. Lakini wakapanga kitu kimoja, tumerudisha nyimbo katika mikutano, lakini sasa hizo nyimbo hazitaimbwa vile ambavyo vinaimbwa na utaratibu. Akaleta mchanganyiko wa uimbaji, na alipoleta mchanganyiko wa uimbaji, nyimbo zikakosa ladha, nyimbo zikakosa maana yake. Na ndio sababu watu hata wa leo hawajajua ni kwa nini wanamwimbia Mungu. Hata wa leo watu wengi, wimbo una uwezo wake, wimbo una nguvu zake, wimbo una nguvu zake kiasi ya kwamba hata watu wa mataifa wanajua wimbo una nguvu zake. Na yule mmoja ambaye anayejua ya kwamba wimbo una nguvu zake anaitwa Nebukadneza. Na Nebukadneza alitengeneza sanamu, na hii sanamu ilipotengenezwa akasema ya kwamba mtakaposikia filimbi na vinumbi mtainamia sanamu na mtaiabudu, kwa sababu wimbo ni ibada. Hivi karibuni tunaelekea katika kikomo cha mambo ya kawaida, na nyimbo Ibilisi atazitumia, na tutamuinamia sanamu na tutainamia sanamu bila kujua. Na ndio sababu wale tu walijua ya kwamba wimbo una uwezo wa kubadilisha, wakamwambia Nebukadneza kwamba haijalishi wewe ghadhabu yako iko kali kiasi gani, lakini lile ambalo tunajua hatuwezi kuinamia sanamu, maana ni ibada ya sanamu. Na walipokataa kuinamia sanamu, maandiko inasema ya kwamba ghadhabu ya mfalme ikawaka, wakachukuliwa wakawekwa katika turu, katika shimo, katika moto. Lakini kwa sababu walisimama na imani, hawakuweza kuteketea. Amen. Maana yake ni kusema haijalishi watu wataleta ibada ya uimbaji kiasi gani, lile linajalisha ni kwamba, je, wajua jinsi ya kumtukuza Mungu vile ambavyo inavyostahili? Mungu anaita kila mmoja aweze kumtukuza Mungu, maana nyimbo ni ibada ya mbinguni. Nyimbo zi za mchungaji, nyimbo zi za kiongozi wa kwaya, nyimbo si za memba wa kwaya. Usije hata siku moja ukasema ya kwamba umeachia mtu kwaya. Ile siku tu utasema umeachia mtu kwaya, jua wewe ni mgonjwa. Maana umetoa utukufu wa Mungu kwa Mungu ukapeleka kwa mwanadamu, na ukadai kwamba nyimbo ni za mwanadamu. Nyimbo si za mwanadamu, nyimbo ni za mkombozi, ni za Mungu muumbaji. Maana yake ni kusema ya kwamba wakati wowote Mungu amekupatia nafasi ya kumwimbia, usije ukajizuia kumwimbia huyo Mungu. Maana anasema kama hatutaweza kumwimbia, haya mawe
yatamwibia haya mawe. Na siku moja wakifikiria kwamba mawe haiwezi kaimba, iliimba. Kumbuka Yeriko, kuta za Yeriko zilipobomoka, haujali fikiria zilibomoka ni kwa nini? Maandiko inasema ya kwamba waliposunguka Yeriko wakaimba nyimbo. Walls ya Yeriko zilibomoka. Mwandishi anasema, Ellen anasema ya kwamba zilipokuwa zinabomoka zilikuwa zinaimba wimbo. Wale waliokuwa ndani waliposikia nyimbo walianza kutoboka. Maana Mungu anatukuzwa na viumbe vyote. Maana mali yote ni yake na kila kitu ni chake. Sasa wanakwaya wanasema ya kwamba wanatamani tuweze kuwasaidia kutoa kanda. Wanasema wanataka tuweze kuwasaidia kutoa kanda. Na wanajua ya kwamba sisi wengi hatumo ndani ya kwaya. Wao tu ni wachache katika uimbaji. Na hawawezi mambo yote. Maana kwaya sio yao. Kwaya ni ya kanisa. Na ndio mara nyingi huambia wanakwaya hivi, mnapofikiria kwenda kutoa kanda, wacheni kufikiria nyimbo ni zenu. Kama walimu wengi wanafikirianga nyimbo ni zao. Kama kwa mfano kuna mtu mmoja niuliza, "Mbona umetoka kwaya?" Akasema ya kwamba nilitunga wimbo. Nilipoambia mwalimu wa kwaya tuimbe huo wimbo, akakataa. Nikamuuliza, alipokataa, "Mliimba wimbo mwingine?" Tuliimba wimbo. Nikamuuliza wimbo gani? Ile yeye mwenyewe ametunga mwalimu. Sasa nikaona hii kwaya mwalimu anataka nyimbo yake tu peke yake. Nikamwambia, wewe una kasoro nyingi. Maana umesahau hata mwalimu hizo nyimbo anazo si zake. Maana wale watungi wanatunga nyimbo kama sasa Remaya akipiga hiki kinanda, sasa anaweza kujidai ya kwamba yeye ndio anajua kupiga kinanda peke yake. Si kinanda alijikuta ako nayo ndani yake. Si ndio hiyo sasa? Kwa hivyo uimbaji maana ni wa mbinguni. Kipawa cha kinanda, kipawa cha uimbaji ni cha Mungu. Kwa hivyo unapotumia kipawa chako, kitumie ukijua ni kipawa cha Mungu, sio yako. Sasa wanakwaya wanasema kwa sababu tunataka kuimba nyimbo, tungependa tuweze kusaidiwa. Na hili mnapotoa kanda nyinyi wanakwaya, msitoe kanda na mweke nyimbo vile mnataka. Ati mwalimu wenu awaambie, maana hii ndio nimewapatia mingi, hii ndio nimetunga hii wimbo ndio itaitwa kanda, ama ndio itakuwa na pamoja. Hakuna. Mwalimu asiseme, maana mimi nimetunga nyimbo 3, nyimbo zangu 3 ndizo zitaanza, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hakuna. Maana kwaya si ya mwalimu. Kwaya si yenu wanakwaya. Kwaya ni ya nani? Ni ya kanisa, ni ya Mungu. Na kwa hivyo wakati mnapofikiria kwenda kutoa kanda, mkuje muimbe nyimbo zote hapa. Ndio kuna kasoro ati watu hawatakani kuimba nyimbo ati ili isijulikane mapema. Hiyo ni kasoro. Hiyo ni kasoro. Imbeni hizo nyimbo zote hapa. Na mnielewe wanakwaya. Mwimbeni hizo nyimbo zetu ndio zote hapa. Sasa wanakwaya, kiongozi wa nyimbo, kiongozi wa kwaya, uliza washiriki kulingana na hizo nyimbo zote, andikeni karatasi. Hiyo tunataka hiyo namba 1, hiyo tunataka hiyo namba 2, hiyo tunataka hiyo namba 3. Alafu nyinyi wanakwaya kamati, chukueni hayo makaratasi, angalieni wimbo gani umepewa namba 1 na washiriki. Na ninawahakikishia, maana washiriki wameamua huo ndio wimbo namba 1, hiyo kanda hamtaamini, itahubiri ujumbe wa milele. Amen.
Lakini ukienda huko, ni mimi nilitunga hii, usipoweka hii na pamoja, ningawachana na kanisa. Hakuna. Nyimbo si zenu, bali nyimbo ni za kanisa. Wacha kanisa iorodheshe namba za nyimbo. Na unajua wakiorodhesha, mkitoa kanda, wao ndio wa kwanza kununua, kwa sababu wali-own hizo nyimbo. Lakini toeni nyinyi peke yake. Mnajaribu kuwasukumia, chukueni kanda hata kama ni moja, mlibaki pole pole, hawatachukua. Maana hiyo ni ya nani? Hiyo ni yenu. Lakini ukihusisha kanisa nzima, iwapangie nyimbo katika orodha yake, mtasagaa vile kanisa watachukua hizo kanda. Na mkitoka nje, kanisa tayari imechukua kanda, kwa hivyo huko nje kuongezea kidogo. Haleluya. Sasa wanakwaya wanasema hawana huo uwezo. Na kwa sababu hawana huo uwezo, wanataka tuweze kuwasaidia, tuwatolee kitu kidogo ili waweze kushuti nyimbo. Maana nyimbo ni zenu, si zao. Je, mungependa tuwasaidie? Je, mungependa tuwasaidie? Sasa kiongozi wa nyimbo, njoo. Wewe tuambie unataka tuwapatie pesa ngapi?